Tafadhali angalia salio langu la benki. Wewe mtoto maskini. Hizi zote umepata wapi? Mtoto mchafu aliingia kwenye benki ya kifahari zaidi jijini. Nataka tu kuangalia salio langu, alinong'ona. Mwanabenki tajiri alipasuka kwa kicheko, lakini skrini ilipowaka, tabasamu lake liliganda milele. Jua la asubuhi lilikuwa likiangazia majengo marefu ya kioo katika kitovu cha likitoa mwanga wa dhahabu juu ya ulimwengu ambao Marcus aliwahi kuona kwa mbali tu. Akiwa na umri wa miaka 12, tayari alikuwa amejifunza kwamba kulikuwa na aina mbili za watu katika jiji hili: wale waliostahili kuwa ndani ya majengo kama haya na wale waliokuja kuyasafisha usiku kila mtu akishaondoka. Leo, kwa mara ya kwanza maishani mwake, Marcus alikuwa akivuka ule mstari usioonekana. Viatu vyake vya michezo vilivyokuwa vikubwa kupita kiasi na kushikiliwa kwa plasta ya mkanda wa gundi vilitoa sauti ndogo ya kusugua alipovuka sakafu ya marumaru na kusukuma mlango mzito wa kuzunguka wa benki ya kibinafsi. Baridi kali ya kiyoyo hili ilimpiga ghafla, tofauti kabisa na joto la kiangazi nje ambako alikuwa ametumia zaidi ya saa 3 akijipa ujasiri wa kuingia. Marcus alishika bahasha chakavu mfukoni, akihisi makali ya kadi ya benki ndani yake. Vidole vyake vilikuwa vichafu. Hakukuwa na maji ya bomba katika jengo lao kwa siku 3, na alijua bado alikuwa na doa la uchafu usoni ambalo alijaribu kuliosha asubuhi kwenye chemchemi ya umma bila mafanikio. "Naweza kukusaidia?" Sauti ya mwanamke ilisikika nyuma ya dawati la mapokezi. Alimtazama Marcus kwa ile sura aliyokuwa ameizoea, kana kwamba alikuwa kitu kichafu kilichoingia kimakosa kutoka barabarani. "Mimi," sauti ya Marcus ilitoka kwa kunong'ona. Alijikaza. "Nataka kuangalia salio langu." Nyuzi za mwanamke huyo zilizochorwa kwa ustadi zilipanda kidogo. "Ninaomba radhi kijana, lakini hii ni benki ya wateja wa pekee. Labda unatafuta tawi la kawaida kule chini." "Nina akaunti hapa." Marcus alimkatisha. "Nina kadi." Alitoa bahasha kwa mikono inayotetemeka na kutoa kadi nyeusi aliyopokea miezi 6 iliyopita. Alikuwa ameogopa kuitumia, akiogopa huenda ilikuwa ni kosa litakalomletea matatizo. Lakini jana, Bi Chen wa duka la kona alipomwambia hawezi kumpa tena chakula kwa mkopo, aligundua hana chaguo. Uso wa mpokezi ulibadilika kutoka dharau hadi shangao. Nembo ilikuwa sahihi, benki ilikuwa sahihi, lakini akili yake ilishindwa kuelewa jinsi mtoto aliyeonekana kama anaishi mitaani angeweza kuwa na akaunti hapo.